mtazamaji bwana, mambo yanazidi kuwa moto huko mtandaoni. Ni kwamba baada ya Mwijaku kutangaza kwamba Zuchu ameshaandika barua ya kujitoa pale Wasafi WCB, ni kwamba Mwijaku anadai kwamba baada ya barua hiyo kuandikwa, obviously lazima kutakuwa kuna majibu. Yani majibu kutoka kwa WCB wenyewe sasa kurudi kwa Zuchu, kwa sababu Zuchu kupitia wanasheria wake ameomba kuterminate mkataba kutoka WCB. Anataka kuwa msanii huru, maana tunaelewa kabisa kwamba sasa hivi bwana Zuchu na Diamond hawana maelewano mazuri. Zuchu na Diamond bwana hawapendani, wameshagombana, kila mtu keshachukua hamsini zake kwa mujibu wa Zuchu alivyotangaza. Basi moja kwa moja kila mtu alikuwa anajua kabisa kwamba iwapo kama mapenzi yakiisha, Zuchu hataweza tena kuendelea kufanya kazi chini ya record label hiyo ya Wasafi. So hili ni jambo ambalo limekuja kutuonyesha kwamba jinsi gani ambavyo hii situation imekuwa ni very intense, situation imekuwa ni nzito, ngumu. Bwana tumepita huko mitandaoni bwana, tumeshuhudia baadhi ya vitu. Sasa jambo ambalo tumeliona bwana ni kwamba baada ya Mwijaku kuzungumzia swala la Zuchu kuandika barua kwenda Wasafi ya kujitoa, amedai kwamba kuna majibu yatarudi, na majibu hayo lazima yatarudi na kiasi cha fedha ambacho Zuchu anatakiwa kulipa ili kutoka pale WCB, kwa sababu tunajua kabisa wasanii wengine wengi ambao walikuwa wana mafanikio makubwa kutoka pale WCB walikuwa wanajitoa kwa fedha nyingi. Harmonize alitoka kwa milioni 600, Rayvanny alitoka kwa bilioni 1.2 kwa mujibu mwenyewe Rayvanny alivyosema. Sasa Zuchu yeye ndo alikuwa anaingiza fedha zaidi, kwa sababu Zuchu ana goma lake hilo alifanyaga peke yake na likapiga views milioni 100 sukari. Na Zuchu ni moja kati ya wasanii ambao wanakimbiza sana huko katika digital platforms, kwa hiyo mauzo ya kazi zake za muziki yanaingiza fedha nyingi. Kwa hiyo swala la yeye kujitoa pale Wasafi lazima atalipishwa pesa nyingi. Kwa hiyo sasa basi Mwijaku anadai kwamba wanasubiri wajue kwamba ni kiasi gani ataambiwa alipe, and then Watanzania wamchangie. Nimekuja kuomba Tanzania, tunasubiri barua ya Zuchu kujibiwa na upande wa WCB. Barua ikijibiwa tutaona demand watakazoziweka hapa. Naomba Tanzania tusimame na Zuchu. Sasa barua ikijibiwa, naomba Watanzania wote, mimi nitamuomba Zuchu aweke namba ya simu ambao tutatumia kufanya malipo ya gharama watakazomwambia katika kuvunja mkataba. Hapa tutasimama na Zuchu mwanzo mwisho, na mimi nitakuwa kinara. Niko tayari kuuza gorofa langu la bilioni 1.3 kuweka mchango baada ya wao kurelease barua na kuipokea, kuweka demand zao wanazozitaka. Hapa tusipepese macho wa Tanzania. Kama tunataka muziki ufike mbali, kama tunataka Zuhura aipeperushe bendera ya Bongo Flava kimataifa, basi hapa twende tukasimame naye. Tunasubiria, bado mwanasheria hajajibu lolote. Naam, so hicho ndicho alichokizungumza Mwijaku bwana. Anasema kwamba wanasubiri baada ya mwanasheria kuandika barua kwenda Wasafi ya kujitoa Zuchu pale katika lebo hiyo, hawakitaja kiasi cha pesa Watanzania wanataka wachange, kwa mujibu wa Mwijaku alichokizungumza. Na mtazamaji bwana, Baba Levo ameamua kujitokeza na kuzungumza kuhusiana na sababu ambayo imepelekea Zuchu na Diamond Platnumz bwana kuingia katika ugomvi. Kama unavyofahamu ni kwamba mpaka sasa hivi hapa ni kwamba bado kuna fukuto linaendelea ndani kati ya Zuchu na Diamond ambaye ni mumewe. Ni kwamba mambo bado sio shwari. Yani kumekuwa na ugomvi kati ya Zuchu na mumewe Diamond Platnumz, na taarifa hizi bwana zilitangazwa na Zuchu mwenyewe mara tu baada ya siku ya kusherehekea miaka 59 ya Mama Dangote ambayo ilifanyika pale Madala jijini Dar es Salaam, ambapo baada ya sherehe ile siku iliyofuata Zuchu akaweka ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anatangaza rasmi kwamba yeye na Diamond hawapo tena kwenye mahusiano. Baada ya miaka 6 ya kuwa pamoja, wameamua waachane. Kama unavyoelewa kwamba ni habari ambayo kiukweli imewagusa watu wengi, kwa sababu nafahamu kwamba kulikuwa kuna watu wengi sana walikuwa wanaipenda sana hii kapo, lakini ndio hivyo tena, mambo yameshindikana. Kila mtu imebidi tu akubaliane na matokeo, lakini at the end of the day ni kwamba Baba Levo amekuja kuzungumza. Na tunafahamu kabisa kwamba Baba Levo ni moja kati ya watu wa karibu kabisa wa Zuchu na Diamond kwa ujumla, yani ni mwanafamilia wa WCB. So Baba Levo bwana amekuja kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea mpaka wawili hawa bwana kuwepo na maelewano kati yao na kupelekea kuachana.
Baba Levo hajakopesha maneno bwana, amepigiwa simu katika moja kati ya vipindi ambavyo vinaruka pale Wasafi, ambapo Baba Levo ameamua kuweka vitu bayana, akidai kwamba kuna sababu 3 ambazo zimepelekea hawa wawili kuachana. Lakini kabla ya yote, Baba Levo alitanguliza kauli ya kusema kwamba iwapo kama wakiamua kweli wasimame katika misimamo yao hiyo kwamba hakuna kurudiana, wameamua kutengana, hakuna mtu ambaye atakayefariki, kwani kila mtu anaweza move on bila mwenzie. Lakini tukirudi kwenye pointi ya Baba Levo kuhusiana na sababu 3 ambazo zimepelekea hawa wawili kutengana, Baba Levo ameanza kwa kusema kwamba sababu ya kwanza kabisa ni maneno. Umeona bwana, maneno, tabia na familia. Yaani maneno, tabia na familia, hizo ndizo sababu ambazo zimepelekea Zuchu na Diamond kuachana. Lakini pia akasema kwamba hayo yote ni vitu ambavyo ni vya kawaida, vinaweza vikazungumzika na mambo yakaendelea, lakini kwa mujibu wa hizo sababu 3 ambazo Baba Levo amezitaja, ukianzia kwenye upande wa maneno, anadai kwamba hilo ni tatizo ambalo Zuchu yuko nalo. Yaani Zuchu amekuwa na maneno fulani hivi ambayo hata akimwambia mwanaume yeyote yule ambaye yuko naye kwenye mahusiano lazima atarudi hatua 2 nyuma. Kwa hiyo maneno ya Zuchu ndiyo sababu ambayo umepelekea mahusiano haya kuingia walakini. Sababu nyingine aliyosema Baba Levo alivyosema kwamba tabia, akasema bwana, hapo kwenye swala la tabia bwana, ni tabia ambazo zinaeleweka kabisa kulingana na career ya Diamond Platnumz, lakini tabia ndiyo sababu ambayo inapelekea pia matatizo kuwepo katika mahusiano ya Zuchu na Diamond. Kwa mujibu wa Baba Levo, anasema kwamba tabia za Diamond zimekuwa zikimkwaza Zuchu mara kwa mara, na penye zenyewe nazo pia zimekuwa zikichochea ugomvi kuwepo kati yao. Lakini kwenye upande wa familia, amedai kwamba familia inatakiwa irudi nyuma kidogo, iwaache hawa ni mtu na mkewe, mtu na mumewe, waache wafanye maamuzi yao katika maisha yao wao wenyewe na sio kuwaingilia. Kwa familia kuna vitu vinaingilia, kuna vitu ambavyo familia inaingilia katika mahusiano ya Zuchu na Diamond kupelekea kuwepo na maugomvi kati yao mara kwa mara. Kwa hiyo hizo ndio sababu 3 ambazo Baba Levo amezitaja zinazopelekea mahusiano ya Diamond na Zuchu kuwa na mushkeli. Na mtazamaji, nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya story ambazo zina make headline huko mtandaoni bwana ni hii issue ya mwanadada Zuchu. Zuchu bwana ameibua mazito kweli kweli, na kwa kifupi tunaweza kusema kwamba Zuchu ndiye anayetrend sasa hivi, lakini kutrend kwa Zuchu kunapelekea pia vile vile Diamond Platnumz pamoja na timu nzima ya WCB trend, kwa sababu kwa namna moja au nyingine hili swala bwana limewahusisha wote kwa ujumla. Bwana, hii issue imeanzia katika mara tu baada ya sherehe ya baada ya sherehe ya kuadhimia miaka 59 ya Mama Dangote. Maana Mama Dangote bwana ilikuwa ni birthday yake hivi karibuni mnamo tarehe 7, lakini akaamua siku ya juzi kufanya party nyumbani kwake kule Madale jijini Dar es Salaam. Sasa katika party